أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. صدق الله العلي العظيم. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Leo tumo katika darsa ya 19 katika mfululizo wa darsa zetu kuhusu sayansi ya malezi kwa mujibu wa Qur'ani, kwa mtazamo wa Qur'ani. Katika darsa yetu ya jana tuliendelea kumzungumza mtoto tangu alipokuwa katika umri wa kunyonya, na tukasema mtoto anaponyonya huwa hapewi chakula tu, bali mama kumnyonyesha mtoto ni sehemu katika malezi, kwa sababu kunyonya kwa mtoto kunajenga mafungamano baina ya mama na mtoto, na mama vile vile hufanya mengine zaidi ya kumnyonyesha mwanaye. Humpapasa kichwa, humtoa matongotongo, humfuta uso, ambavyo vyote hivi vina maana sana katika kujenga uhusiano baina ya mtoto na mama. Na ikiwa atalifanya hilo kila siku mara kadhaa kadri mtoto anavyohitajia kunyonya, basi yale mafungamano baina ya mama na mtoto mpaka miaka 2 yanakuwa makubwa sana. Lakini vile vile tulizungumza kuhusu umri wa mtoto kuanzia mwaka wa 1 mpaka mwaka wa 7. Tukaona hadithi ya Bwana Mtume na Maasumin kwamba kipindi hiki kwa mtoto ni kipindi cha michezo, aachiwe acheze. Hapo ndipo ambapo tulikomea katika mazungumzo yetu yaliyopita. Sasa mmoja katika wanafalsafa maarufu anayejulikana kwa jina la Aristotle, miaka kadhaa kabla ya kuzaliwa Nabii Isa, alisema maneno haya. Alisema, a'tini tiflan hatta yablugha as-sabi'ata wa sa'ukhbiruka an mustaqbali. Nipe mtoto, nikabidhi mtoto akiwa mdogo kabisa, nikae naye nimtengeneze mpaka akifikia miaka 7, mimi nitakueleza mustakbali wa huyu mtoto utakuwaje. Kwa lugha nyingine, ni imani ya mwanafalsafa huyu Aristotle kwamba katika kipindi cha miaka 7 cha mtoto, kile alichosema Mtume
Na kile alichosema Sayyidina Ali ni kipindi ambacho mtoto anaweza kufinyangiwa na kutengenezewa mustakbali wake wote. Pale ndio mahala ambapo yanaandikwa yaliyomo ya kitabu cha maisha yake. Yale yaliyomo kwa maana ni mkusanyiko wa mambo ambayo yataathiri maisha yake yajayo, hata kama atakuwa na miaka 80 baadaye. Ni kipindi cha kuasisi tabia za mtoto. Nukta hiyo ni muhimu sana tuielewe. Na wataalamu wakasema katika kipindi cha miaka 7, ikiwa mtoto alifanyiwa maovu mabaya, alipuuzwa, alikuwa ni mtoto rejected, yani hakubaliki, kila anachokifanya hakitakiwi, anaekemewa sana, itamtengenezea mazingira ya ukaidi, uadui na mara nyingine hata ukatili, kwa sababu atakuwa ameandaliwa, amepewa package tangu akiwa mdogo. Kadiri anavyofanyiwa ukatili, namna hiyo hiyo reflection yake, mwangwi wake utakuwa katika tabia zake. Kwa hivyo mtoto jeuri, kaidi, katili hutengenezwa, na mara nyingi hutengenezwa katika kipindi cha kwanza cha miaka 7 ya umri wake. Kwa hivyo kuna mabadiliko ya kinafsia, ya kisaikolojia na ya kitabia ambayo hujiri kwa mtoto wa umri huu. Sasa Mtume aliposema kwamba aachiwe miaka 7 ya kucheza, maimamu waliposema katika hadithi ambazo nyingine tutaendelea kuziona, haikuwa mujarradi wa kucheza tu. Ni kwa sababu wataalamu wanasema kwamba kucheza ni darasa kubwa sana la mtoto. Yani isifahamike kwamba hadithi za maimamu na maasumin kucheza ni kwamba apoteze muda tu, asishughulishe. Ni kwa sababu wanafahamu masomo yaliyokuwepo katika kucheza mtoto, elimu anayoipata katika kucheza kwa mtoto. Kwa hivyo kucheza kwa mtoto kunakuza akili, kunakuza mahusiano ya kijamii, kunakuza mwili wake. Na kama tulivyosema, mtoto ambaye ametulia tu hivi, hazini, hawashi, hata kujikuna kwake ni tabu, huyu mtoto huna mtoto wewe. Na wala usijisifu kwa mwanangu bwana katulia, nikimweka bwana hana tabu, pale pale nilipomweka ndipo unapomkuta. Ujue huyu mtoto ana nini? Ana tatizo huyu, ana shida huyu. Mtoto ambaye akiwepo katika nyumba inajulikana kwamba hii nyumba ina watu, na kama hayupo unajua kabisa wenyewe hawapo, ndio afya ya mtoto. Kipindi kile sio cha kuzuia asicheze, asipaze sauti, kwa sababu umri wake ndivyo unavyotaka, na hivi ndivyo taalamu na wataalamu wanavyosema. Kwa hivyo usikemee sana mtoto ambaye ni mchangamfu aliopitiliza. Ujue hili ni sehemu katika afya ya akili yake, afya ya mwili wake, lakini hata afya ya kijamii, kwa maana ya kwamba anaweza kuwa na socialization sana, maingiliano sana. Kwa hivyo kwanza kiakili, mtoto anapotoka akacheza nje, mazingira kama alivyosema Jean-Jacques Rousseau ni mwalimu wa kwanza. Usidhani unavyoyajua mazingira mtoto mdogo na yeye anayajua hivyo hivyo. Yeye ni mwanafunzi, anaingia sasa mtaani, anatoka nje, atacheza na mchanga, atacheza na tope, atacheza na mimea iliyokwepo, atacheza sijui na vijiti, atacheza na michezo mbalimbali ambayo wewe umemwandalia pia. Kwanza ana develop kitu kinachoitwa khayali. Khayali ni ile imagination. Anaanza kupata vitu, anavitia kwenye ubongo wake. Sasa vikitamkwa anaweza kujenga taswira ya vitu ambavyo ameviona, vingine ndo kwa mara ya kwanza anaviona. Wanasema ile khayali yake, dhihni yake, kwa maana ya kujenga taswira ya vitu. Kila anapokiona kitu kipya, akatengeneza kitu kwa tope, ni kwa sababu anataka kutengeneza jismu minal ajisami ambayo tayari iko katika bongo lake.
Atashika ule udongo, atafanya namna atakavyofanya. Kama ni mchanga, ni maeneo yenye kichanga, atatengeneza msonge, atatengeneza chochote kile, ataingiza miguu yake, ataifunika, atafunua miguu, akimaliza anaanza mwingine. Ni shule kwa mtoto, ni madrasa kwa mtoto, ni kipindi muhimu sana katika maisha ya mtoto, usimzuie. Kwa hiyo mtu mwenye uwezo anayeamini kwamba mtoto wake anatakiwa awe msafi saa zote, amemfungia tu ndani, na kama ni michezo ni TV tu, tutakuja kujifunza kwamba ina athari kubwa sana katika makuzi ya huyu mtoto. Mtoto wake atoke kwenye mazingira udongo, mchanga, maji na vingine. Lakini ni kipindi cha mtoto kudevelop skills, maharat, vipaji. Maanake kila mtoto anazaliwa na kipaji chake, lakini kuna vitu atavipendelea zaidi, vinaweza vikawa ni sehemu ya maisha yake mpaka huko akiwa mtu mzima, kutokana na ile michezo. Ndio hata sisi wakati ule tukicheza tulikuwa hatununuliwi magari yaliokuwa tayari. Tutaona mtoto sasa hivi analetewa gari liko tayari. Haya, huyu atakuwa mbunifu lini? Sisi tumetengeneza magari, sio? Tumekunja waya, tumetengeneza matairi, tumetengeneza hiki mpaka gari likawa tayari, tukalisukuma likaenda. Haya, huyu mtoto anayeletewa gari liko tayari atafikiria kutengeneza? Hawezi kufikiria. Tumetengeneza manati, tumetengeneza mpaka baskeli za mbao, kwa sababu tuliachiwa mazingira sisi tufanye wenyewe. Kwa hivyo kuna skills zitakuwa pale, mtoto akipewa fursa hiyo atadevelop skills fulani. Na katika sisi walijulikana wale hodari wa kutengeneza gari mpaka tunawasafiria kwenda kununua. Ukienda kwa fulani na kutengenezea Land Rover ya bati, taikunja vile ukitizama Land Rover, lakini ni mtoto mdogo, sio? Mipira tumesuka, hatukwenda kununua tu machinga amepita na mpira, tumesuka. Ukasukwa mpira ule, ukachanganywa vitu ndani mpaka boli likawa tayari, tena watu wakacheza dakika zote lisipasuke, kwa sababu ya kudevelop mahara, uwezo. Hakwenda kuchukua kitu kiko tayari, na ukitizama hili jambo unaweza ukadhani la maskhara, lakini leo hii sisi hata simu wananchi wa nchi zetu hawako tayari kutengeneza, kwa sababu wanaletewa simu zilizokuwa tayari. Kila mmoja katika sisi anajisifu kwamba anaijua simu kwa kuitumia zaidi. Application fulani unaijua, wewe lete nikufundishe. Sasa huo sio hodari bado. Mwenzako akakutengenezea, wewe unajifakharisha kujua kutumia, wakati ambapo ulitakiwa wewe ujue nini kutengeneza na wewe, hata kama haitofikia kiwango kile. Ndio yale mara nyingi tunamkoti almarhum Sheikh Abdullah Nasr, anasema kama hauwezi hata kufanya lako na kuiga pia huwezi, ukaiga la wengine ukafanya la kwako. Kwani hizi simu sikaanza mmoja, wengine wote wameiga bwana. Wengine wote wameiga wakatengeneza majina mapya, makampuni mapya. Kwa hiyo kuiga si aibu, mradi unachokifanya kiwe ni chako na wewe, kiwe na baadhi ya wasifu tofauti. Kwa hivyo utagundua kwamba katika hilo kuna kujifunza, kuna kupata ubunifu, skills zile mpya. Mtoto aachiwe aingie, anaweza kutengeneza vitu vikakuza akili yake. Kwa hiyo Mtume anaposema acheze, sio acheze tu ndio darasa lenyewe la maisha. Hatocheza bila kubuni. Tizama mtoto ukimletea kitu anafanya nini? Kwanza atakichezea, alafu atakibomoa. Kubomoa kwamba kama ni kitu kinazunguka anataka ajue nini kinazungusha. Atakifumua tu atizame, asipoelewa darasa limekwisha, mletee kingine kesho. Watoto wa Kiswahili bwana, waacha wabomoe. Muda mfupi tu akishamaliza kucheza atabomoa. Kama ni baskeli atailaza chini azungushe tairi, halioni linavyozunguka. Wewe unaona ni mchezo wa ajabu, kumbe anajifunza kwamba linazungukaje. Atasukuma, angalia linavyozunguka. Yeye yuko darasani bwana, yuko darasani. Kwa hivyo kucheza ni sehemu ya kukua kwa akili ya mtoto. Kucheza kwa mtoto ni darasa, ni shule.
wazazi wasizuie watoto kucheza, waangalie tu michezo gani wanacheza isije ikawaumiza. Ndio tukasema jana, ukitaka mtoto asichafuke tu, asichafuke, huyu mtoto wa sampuli gani? Kwa hiyo akija mpe maneno mawili matatu, alafu baadaye kesho na akachafuke tena. Kuna wakati mtoto anachafuka kwa sababu hana budi kuchafuka kutokana na michezo yake. Hamjui kuna michezo mingine ya mtoto yeye mwenyewe anajichafua. Yani sio kachafuka accidentally, la, raha yake ni kuchafuka. Yani raha yake ajipake uchafu aone. Mbali na kwamba tutaona mambo mengine ya kimwili anapata nini vile vile. Kwa hivyo akili inakuwa. Nukta nyingine katika akili ni atarkizi, focusing. Anakuwa na uwezo wa kuzingatia. Ndio utaona watoto wa zamani, kama ni wa kike wana michezo yao, wa kiume wana michezo yao, yote ilikuwa inasaidia ile focusing ya mtoto. Atarusha mawe, kama ni michezo ile ya kurusha mawe, ile inatengeneza focusing sana. Urusha jiwe, unaokota chini, unaliwahi na lile. Urusha, unaokota chini, unaliwahi. Ule mchezo una develop focusing ya mtoto. Mtoto miaka 7 kushuka chini anajifunza kuruka kamba. Unadhani kuruka kamba ni jambo rahisi? Kama ni rahisi, karuke wewe. Utaona kama hukujifunza hauwezi kabisa. Lakini katika mazoezi yanayotengeneza focusing ya mtoto, anaitizama kamba ile na target, anaruka, inamfundisha kufocus. Kwa hiyo michezo kwanza inakuza akili ya mtoto. Usione mtoto amekaa tu bwanyenye limeduaa hivi halina fujo ukalisifu kwamba huyu mtoto mashaallah. Hapana, msukume atoke, acheze, achangamke ili aweze kupata afya ya akili yake. Lakini vile vile kimwili, viungo vya mwanadamu ni kama sasa hivi tulivyokuwa leo hii. Tumesema mara nyingi, haya yanayoitwa maendeleo yanatufanya tukae tu, kila kitu nakifanya ukiwa umekaa. Ndio maana miili imekuwa ni nyumba za kuhifadhi maradhi, kwa sababu mwili hauna haraka, hauna movement. Mungu alivyoumba jasho likutoke, viungo hivi, joints zote zile zifanye kazi. Sasa haitoshi tu kwenda gym jioni, inatakiwa iwe ni sehemu ya maisha yako, kutembea masafa fulani, kushika kwa mkono wako kitu fulani. Utaona watu wote wenye movement nyingi na kazi nyingi, afya ya mwili pia ni nzuri. Afya ya mwili pia ni nzuri. Lakini mtu anayekaa tu hivi mwili unajaa, hauna harakati nyingi, huwa ni nyumba ya maradhi. Sasa mtoto mdogo harakati zake huziwezi wewe. Kuanzia asubuhi mpaka jioni, mambo anayoyafanya, mara apandishe mguu juu, ashushe chini, akimbie kule, hamna anachokifukuza. Atatoka tu, ataruka, atapanda kwenye kochi, atashuka. Zile movement zote zile zinakuza mwili wake, zinaufanya uwe na afya zaidi, uwe imara. Kwa hiyo acha azifanye, atakuwa strong huyu. Kwenda anaruka, anatoka mahala, anaruka mpaka chini, ananyanyuka, anafanya vile mpaka alale. Baadhi ya wataalamu wanasema aina za kulala, namna atakavyogeuka, mitindo ya kulala inaashiria aina ya michezo aliocheza. Wakati ule wa kulala atapandisha mguu mmoja ukutani, mwingine kwenye mto, mwingine nini. Baada ya dakika 5 namkuta kageuza staili ya kulala. Ujue huyu alibinuka sana mchana, alifanya sarakasi nyingi mchana, ambazo ni sehemu katika afya ya mwili wake. Katika michezo hizo, adhalat, joints za mtoto zinakuwa strong, anakuwa imara zaidi, wa kike na wa kiume, ambao ni muhimu sana. Lakini vile vile afya, mtoto katika michezo atatia kinywani vitu ambavyo sivyo, na haya mambo yanatokea sana. Atajipapasa kwenye macho yake, kwenye kinywa chake, mara nyingine bakteria na wadudu mbalimbali atakula. Unaweza ukadhani ni kitu kibaya. Wanasema wataalamu kwamba kama hajapata maambukizi mbalimbali, mwili wake ukapambana mara kwa mara na maambukizi, kinga zake hazidevelop vizuri, hazikui vizuri. Ndio maana hata wataalamu wenyewe kwamba ukitaka kutengeneza kinga ya kitu lazima utie maradhi, utie vijidudu
alafu ile kinga ndio iweze kuwa strong. Ndivyo wazee wetu walikuwa wakifanya vile. Kwa hiyo mwili wa mwanadamu una wadudu wengi wa kinga, lakini uimara wa wale wadudu ni kupambana na maadui kila wanapoingia katika mwili, mpaka yule anakuwa hodari, anakuwa imara kiasi kwamba kesho anaweza kula kitu chenye vijidudu lakini asiathirike. Yule ambaye hakupitia mazingira haya, akigusa tu ataharisha. Ndio unamwona mtoto mwingine unamuita ni mtoto wa maskini, anachokula na michezo anaocheza wala haumwi na tumbo. Sio kwamba tumbo lake limekuwa sugu, kwamba huyu amepitia katika mazingira ambayo tayari zile kinga, immune yake imekuwa strong. Pewa kitu anakula hata bila kunawa mikono na yuko vizuri tu. Haya, wewe mpewa kwako, kwa sababu umemzuia siku zote asiingiliane na mazingira yale, kinga yake iko chini sana. Haya ni mambo ambayo wataalamu wanasema namna hiyo. Kwa hiyo mtoto acha achezee mchanga, hata achezee maji, achezee udongo, wewe linda tu kwamba asipate madhara, asiumie. Tizama anacheza michezo gani tu, isiwe ni ile ya kudhuru. Lakini vile vile wanasema kwamba kijamii, mtoto tangu mdogo afundishwe maingiliano ya kijamii, zile lugha za geti kali. Geti kali kwa maana mtoto anayefungiwa asitoke kucheza na wenzake, haimjengi mtoto, wala si sifa, ni kumharibu mtoto. Kwa mtoto ambaye hana maingiliano na wengine, akitoka tu anaambiwa unakwenda wapi fulani, na majina yenyewe mara nyingine ya kizungu tayari, maana hata ile ya kibantu fulani Junior unakwenda wapi, maana akiitwa Mwanakombo haipendezi, Mwanahamisi haipendezi. Pia anapewa majina yale ya kizunguzungu, maisha ya kizunguzungu, hatakiwi hata atoke getini pale. Unaona kwamba umemjenga sana mtoto. Akikuwa mtu mzima, socialization yake pia ni ndogo, ile interaction, maingiliano. Kwa hivyo akipata kucheza na wenzake, anajifunza kushirikiana. Kuna michezo mingine ya kushirikiana. Watoto watavuta kamba, watagawana makundi, nyie wawili na sisi wawili, alafu watacheza mchezo wao. Kuna mambo mengi sana ya kushirikiana, yanamtengeneza mtoto, yanamlea mtoto. Watoto wengi wanapenda michezo. Wewe unadhani kwa nini? Kwa sababu michezo ni sehemu katika wao katika umri huo. Uhusiano, mwanzo wa kuanza kusema rafiki yangu, ndio wakati huo. Mimi na rafiki yangu, na anajifaharisha kwamba na rafiki yangu. Rafiki yangu amesema hivi na hivi na hivi. Rafiki yangu kwao hivi na hivi na hivi. Anayakusimulia. Kwa hiyo achiwe acheze. Namna ya kuamiliana na mazingira. Panasema kwamba mtoto akianza kuzungumza sasa, akikutana na wenzake, lugha yake inakuwa takriban, kwa kila siku anaweza kuchukua maneno takriban 10. Yani msamiati 10 kwa kila siku anaweza kuipata mipya, ikiwa ndo anaanza kudevelop language, lugha. Anapata kwa wenzake, namna wenzake wanavyozungumza. Na utagundua hilo kwamba hata kama ni mtu wa pwani, umezaa mtoto hapa Arusha, utaona sasa Kiswahili chake. Hata kama wewe nyumbani unazungumza kile cha pwani, utaona yeye sasa anavyokichukua kule nje anakuja nacho pia, kwa sababu ya ile kuingiliana. Sasa katika kumsomesha mtoto elimu, ndio maana wanasema umri huu masomo ya mtoto yawe yanaambatana na michezo. Yani vile vifaa vya kusomea viwe ni vifaa vya kuchezea. Uhakikishe kwamba kuhesabu namba kuwe kunahusu vifaa vya kuchezea. Watasoma kwa urahisi sana. Baadhi ya nchi zimefanya utafiti kwamba wanaosoma kwa michezo katika umri huu, uwezo wao unakuwa mkubwa zaidi, kwa sababu wanapenda michezo. Alafu umewaletea elimu kupitia nini? Michezo. Hizi shule ndogo zote utaona zimechora michezo, zimeweka mabembea, na kule ndani kuna vitu vingi vingine vya kupachika juu, kingine hivi utengeneze umbo fulani. Utaona kwamba mtoto anahesabu sio kwa kuandikiwa tu, kwa kuwepo namba zilizotengenezwa kiasi kwamba anaweza kuchezea. Anachotaka yeye apange vitu, avuruge, aeke hivi ya nini, alafu akimaliza anapenda appreciation, aonyeshe mwenzake, unaona ya kwangu hiyo, ya kwangu imekamilika, unaona ilivyokuwa nzuri, anafurahi. Alafu kama mwalimu ni hodari pale, anamsifu namna alivyokamilisha zoezi lake. Kwa hivyo mtoto wa namna hii
anatakiwa afundishwe katika umri huu kupitia vifaa vya michezo. Hata kama unataka kumfundisha mambo makubwa, muonyeshe picha, mpe umbo, aone umbo lile, afahamu kupitia hilo. Kama anaweza na yeye kulitengeneza umbo, atengeneze liweze kupata taswira ile ambayo unaikusudia wewe. Wataalamu wanasema ni rahisi sana mtoto kusoma kwa michezo katika umri huu. Kwa hivyo kiafya atakuwa, kijamii atakuwa, kiakili atakuwa, na lugha yake na mahusiano yake yatakuwa zaidi. Kwa hiyo katika Harvard University, ambayo ni university na umri mrefu sana ya mwaka 1636, yani karne ya 17, wamefanya utafiti wakasema kinachomfundisha mtoto sasa katika umri huu, turudi katika darasa zetu za nyuma, ni nature na nurture. Nature yake kupenda michezo katika umri huu. Nurture ni mazingira. Mazingira ni mwalimu muhimu sana kwa mtoto, na ikiwezekana kaa pembeni, mwachie acheze. Hana mwenzake wa kucheza, baadhi ya wataalamu wanasema ukiwa na fursa cheza na mtoto wako. Kiibada ni thawabu, lakini vile vile utajenga uhusiano mzuri na mwanao. Lakini fanya mchezo na mwanao, umekaa sebleni pale, msogezee mpira na yeye apige, inategemea umri wake. Lakini pale unapoweza kucheza na mtoto, Mtume sallallahu alaihi wa sallam pamesemwa kwamba alikuwa akitembea kama ngamia, akimwambia mtoto apande mgongoni, Hasan au Hussein, na alikuwa akisema neema, uzuri ulioje wa kipando kilichopandwa na uzuri ulioje wa aliyepanda pia. Yani yule aliyopanda ni mjukuu wake, mashaallah, na aliyepandwa ni yeye Rasulullah. Haya, kama mtume anafanya hivyo, mimi na wewe nani? Kwa hivyo kutembea pale sebleni bwana kwa magoti, mtoto akapanda kwenye mgongo wako, ni jambo zuri sana, linamjenga mtoto lile. Kiona mtu mzima anafanya michezo ya kitoto na mtoto wake, yule analea bwana, na ni sehemu katika mafunzo ya Kiislamu. Tufanye mambo hayo sawa sawa, ni mtoto wa kiume wa kike, na utaona mtoto namna anavyofurahi, hasa ikiwa baba ameshuka mpaka akawa na yeye mtoto akaamua kucheza naye. Haya, huna mtoto bwana, ulichelewa kufanya haya, na wajukuu huna pia, wajukuu huna, wajukuu ni wanao pia, sio Hebu cheza nao, fanya vile. Utakuja kuona kwamba yeye kuona michezo kwenye TV na kucheza mwenyewe ni vitu tofauti, vitu tofauti kabisa. Kucheza yeye kuna faida zaidi kuliko kutizama wanaocheza. Sasa hadithi, turudi katika hadithi. Baada ya hayo yote, Maasumina wanasema hivi: inna na'muru subyanana bis-salati, sisi tunawaamrisha watoto wetu wadogo ni miaka 7 kushuka chini, bis-salati, kuswali, idha kanu bani 5 sinin, wanapokuwa ni watoto wenye miaka 5. Maneno ya Imam, famuru subyanakum bis-salati idha kanu bani 7 sinin. Sasa nyie waamrisheni watoto wenu kuswali wakishakuwa ni watoto wa miaka 7. Miaka 7 anza kumwambia, umeswali wewe? Nenda kachukua udhu usali. Haya, hebu njoo angalia ninavyochukua udhu na wewe chukua udhu. Taban hata usipomwambia atakwenda kuchukua kwa namna hiyo hiyo, kwa sababu aishaye kukuona. Ndio tunasema imitation. Hamjawahi kuona watoto wengi katika jamii yetu anakwenda kuchukua turba, anaiweka moja kwa moja, anakwenda anasujudi, kwa sababu ya tabia imitation tuloisoma kule nyuma katika learning by observation. Mtoto anasoma kwa kutizama, kama tulivyoona katika ile social learning theory. Kwa hiyo watoto wanapenda kuiga kile wanachokiona mbele. Anajua kwamba huo unakwenda kunawa, kisha baadaye unaweka turba, unaweka mswala, unaswali. Anaweza kuelekea hata yeye kusini huko, lakini na yeye aonyesha kwamba anaswali na yeye. Sasa anza kumchukua, mwambie njoo tuswali. Miaka 7 ni mtoto tayari, kishaanza kupevuka, kishaanza kuchangamka. Haya ni maamrisho haya. Wa nahnu na'muru subyanana bis-sawmi idha kanu bani 7 sinin, na sisi huwa tunawaamrisha watoto wetu kufunga. Imamu anasema wakiwa na miaka 7, bima ataqu min siyami al-yawmi, kwa kadiri wanavyoweza katika funga ya siku.
Manake anaweza asiweze kufunga siku nzima, sio kwa kadri watakavyoweza katika funga ya siku. In fi nahari au akthara min dhalika au aqalla, ikiwa ataweza kufunga mpaka nusu ya mchana au zaidi ya hapo au chini ya hapo. Yani maimamu kumbe walikuwa wakifanya hivi wao. Mtoto wake akiwa na miaka 7 anamwamrisha kufunga kwa kadri atakavyoweza. Akiweza mpaka katikati ya mchana, ahlan wa sahla. Kachoka sana, yuko taabani, anaruhusiwa ale kitu kidogo. Akiweza kuzidisha hapo au kupunja hapo, sawa. Walikuwa wanawalea namna hiyo. Haya bwana, mimi nimechoka, haya kunywa basi uji. Anakunywa uji kidogo, saumu inaendelea, anapata mazoezi. Na sisi sote tumelelewa hivi. Na kwa wengine miaka 7 alikuwa anaweza kufunga siku nzima katika majumba yetu. Malezi haya yasitoweke jamaa. Watoto wetu tuwalee namna hiyo ili waipende saumu. Na saumu ibaki hivi hivi ilivyokuwa, kwamba Waislamu wana furaha sana katika mwezi wa Ramadhani, wanafurahikia kufunga. Na mtoto pia hupenda kufurahikia na husubiri muda wa kuftari na hujifaharisha kwamba nimefunga. Ndio maana katika jamii zetu hata nyimbo za kobe la mchana zilikuwa maarufu. Na mtu huona aibu akiimbiwa kwamba yeye ni kobe la mchana. Nyimbo hizi tumeambukiza hata mpaka watoto wasiokuwa Waislamu katika shule zetu. Huyu mkobe bwana. Sijui kobe imetokea wapi. Na kwa nini ameitwa kobe? Sijui. Allahu aalam. Lakini mtoto alikuwa hakubali kuitwa kobe. Kobe la mchana. Kila mmoja anatamani yeye aitwe amefunga. Sasa haya ni malezi tuende nayo vile vile katika maisha yetu. Kwa hivyo maimamu wanasema miaka 7 wakifanya hivyo, lakini wakitizama uwezo wa mtoto. Anasema Imam, fa idha ghalabahum al-'atash wal-gharth aftaru hatta yata'awwadu as-sawma wa yutiquhu. Anasema Imam, wakishindwa na kiu hawa na njaa hufuturu, hula mpaka wazoee kufunga na wawe na uwezo huo, wawe na taka ya kufunga. Famuru sibyanakum, amrisheni vijana wenu idha kanu bani 9 sinin bisawm, wakiwa na miaka 9 anzeni kuwafundisha mastata'u min siyami al-yawm, kadri watakavyoweza katika kufunga kwa siku. Fa idha ghalabahum al-'atashu aftaru, wakishindwa na kiu basi na wafturu. Haya ni maneno ya Imam. Na Mtume akasema hivi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, muru awladakum bis-salati wa hum abna'u 7 wadhribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 wafarriqu bainahum fil madaji. Haya tumeisoma hadithi hii, tunataka turudi huku sasa ili tuweze kuendelea. Waamrisheni watoto wenu kuswali wakiwa ni watoto wa miaka 7, wapigeni wanapoacha kuswali, pigia mstari ile wapigeni wakiwa ni miaka 10, na watenganisheni katika malazi wakiwa na umri huo wa miaka 10. Hadithi ya al-Imam Sadiq inasema hivi, muache mwanao acheze, yalabu 7 sinin wa yuadabu 7 sinin, na afundishwe adabu miaka 7, na lazimiana naye kuwa pamoja naye akiwa na miaka 7. Fa in aflaha, akifanikiwa katika hiyo mtoto, wa illa fa innahu la khaira fihi. Yani miaka 7 ya kwanza aachiwe acheze, 7 ya pili afundishwe adabu, 7 ya tatu ambatana naye, tembea naye, toka naye, ajifunze sasa yale mambo ya mtu mzima. Pia anasema Imamu, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u 7 wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 fa inna na'muru auladana bis-salati wa hum abna'u 5. Sasa hizi hadithi zote zimetaja mambo kadhaa wa kadhaa. Sisi kinachotuhusu sasa ni ile miaka 7 ya kwanza ambayo tumeizungumzia, tunaendelea kuizungumza. Lakini kumbe kuna fungu la miaka 7 ya pili, alafu miaka 7 ya tatu. Ya pili na ya tatu tuiache kwa wakati wake. Hilo ni la kwanza.
Na hadithi inasema waamrishwe nini? Kuswali miaka 7. Wakivuka wakafikia 10 waamrishwe kufunga. Wakifikia 10 wachapwe kama hawatoswali, kama hawatoswali miaka 10. Hadithi hii ni maarufu baina ya Waislamu wote. La pili ni kuchapwa. Haya, kuchapwa sasa nako mvipi? Kupigwa nako mvipi? Haya ndio nataka tuyatizame. Na kwa sababu ikhtilafu baina hasa ya wanaoitwa wataalamu wa sasa hivi, wanapinga kabisa mtoto kupigwa kabisa, kwamba mtoto kupigwa mkosa sana, tena kosa la kiufundi. Haya, nyinyi Waislamu mvipi? Na hasa tunaanza hapo, na hasa kwa sababu hoja zimeshaibuliwa nyingi hapa, na hata pasipokuwa hapa hoja nyingi zinaibuliwa kawaida. Sisi wenyewe watu wazima mbona tumepigwa sana? Tumepigwa sana. Kila mmoja mtu mzima ana kisa au visa vya kupigwa, namna aliopigwa na wazazi. Anasema unaona, sisi tuna adabu zetu bwana, tulipigwa kisawa sawa. Hawa watoto siku hizi bwana hawapigwi, hawana adabu. Na hiyo hujengwa hoja ya kwamba kupigwa ni lazima pia. Na kule katika madrasa zetu tena ndio hujengwa zaidi kwamba Mtume mwenyewe alibanwa kifua alipoambiwa ikra. Haya, elimu sio mchezo bwana. Kwa hiyo wataalamu wa sasa hivi wanazungumzia kwamba kupiga hakujengi malezi. Alafu tumeona hadithi kama hiyo. Sisi tunasema nini kama Waislamu? Kwanza tukubaliane jambo moja. Tukubaliane kwamba hoja ya kwamba sisi tulipigwa sana zamani ndio maana tuna adabu haina msingi sana, kwa sababu inataka kusema kwamba kupiga ndio kunatengeneza adabu. Bali hatujadili swala la kupiga, lakini tunazungumzia kwanza hoja ya msingi hiyo. Lakini nataka niwaambieni tu jambo moja, kule kupigwa tena bila utaratibu, unapigwa popote, tena unapigwa vyovyote. Pakiwa na kifuu cha nazi utatupiwa, kiatu utapigwa nacho, chochote kilichokuwa karibu na mama atakiokota akupige nacho, mradi tu amekupiga. Mwiko atakupiga nao, na kama ni fimbo kichwani utapigwa, mgongoni, tumboni, popote pale. Na wazazi wengine na ngumi pia atampiga mwanae, makofi, vibao atamfinya, mashavu, mapaja na vibao atampiga. Kwa hivyo hakuna formula maalum ya upigaji, mradi upigwe tu. Lakini nachotaka kusema, sisi tunaojiita kwamba wazee tuliopigwa sana ni watu wazima, sisi na watu wazima zaidi, tabia zetu zikoje katika masala ya hasira na kupigana? Unaona watu walivyokuwa katika jamii, mtu akichokozwa kidogo anafanya nini? Ni kupigana, shekhe. Watu hupaki magari yao wakakunja ngumi kwa sababu wamekosana tu. Sogeza apita juu, kinachofuata nini? Ni kukunja shati, mikono ya shati, watu wakaingia uwanjani wakapigana. Kwa sababu ile subra ya kuacha kupigana haipo. Tangu tulipokulia kupigana imekuwa kitu cha kawaida. Hakuna simile, hakuna kusubiri. Kwa hiyo lazima tupime mambo mengine. Unaweza ukasema ulitiwa adabu kwa kupigwa, lakini ile tabia ya kupiga na kupigana imekita katika maisha yetu sisi. Kitu kidogo tu watu wanapigana, hakuna kusubiri, kwa sababu kupigana ndio kitu ambacho tumekulia sisi. Kwa hiyo tutizame pia engo nyingine. Alafu jambo jingine, bado sijazungumza kupigana, maana mtu anaweza kusema kupigwa kwa hiyo haifai. Hilo ni jambo jingine. Lakini nyinyi hamjui wala hamjawahi kusikia wazazi ambao wameweza kuwatia ulemavu watoto wao kwa kuwapiga. Mzazi kamtia ulemavu mwanae kwa sababu ya kumpiga, kamtoboa jicho, kamvunja kiungo, kamvunja mbavu, mguu. Tunao wengine hata tumekulia nao walemavu mpaka leo hii, lakini ni mzazi kamtia ulemavu. Na mara nyingine ni bora hata hamtie ulemavu. Kuna walioua watoto kwa kuwapiga, na vyombo vya habari vingi vimeeleza hili swala la kupiga. Tulitizame upya jamaa,
Tuna mifano ya watu ambao wamewatia makovu ya kudumu watoto wao, makovu ya kudumu bwana. Mwanae kila akitizama anasema baba yangu ndiye mama yangu alinichoma, alinifanya hivi. Kwa hivyo hili swala la kupiga lazima liwe na mjadala jamaa. Haliwezi kuwa tu limefunguliwa milango liko hivi. Tushukuru Mungu kama wewe umekuwa mtu mzima, namna ulivyopigwa hujatiwa ulemavu, basi shukuru hilo. Lakini ukweli ni kwamba lazima lijadiliwe kwa sababu kuna athari nyingi sana tumeziona. Kwa hiyo tukubaliane hayo. Tuna mifano mingi. Tena anapigwa mtoto kwa sababu hajarudisha chenji kutoka dukani. Chenji yenyewe ukiulizwa anaambiwa ni 200. Anapigwa mtoto kwa sababu alitia mkono kwenye sufuria akadokoa nyama. Anapigwa kwa namna ambayo inaleta athari mbaya sana. Sasa tulitizame sisi kwa upande wetu. Kwanza, hakuna anayesema katika Waislamu na katika ulamai kwamba kupiga ni lazima. Hakuna, pamoja na hadithi hizo zote. Yani hakuna alim katika ulamai aliyesema kwamba kwa hadithi hizi kumpiga mtoto ni lazima. Hakuna aliyesema kwamba mtoto lazima apigwe, ni sehemu katika utamaduni na sunna. Hakuna aliyesema hivyo katika ulamai. Kwa hivyo suala la kupiga mtoto sio wajibu, hata kama litathibiti. Hii ni kwa makubaliano. Na ukitafuta bwana mtume lini alipiga mtoto, hakuna. Kwamba mtume siku moja alikasirika, mtoto wake mjukuu wake alifanya jambo fulani, mtume akamtandika akampiga. Katafuteni hiyo hadithi, kaitafuteni iliwe sunna kumpiga mtoto. Ustadhi pale madrasa katafute hadithi hizo. Na mimi nataka kuambieni jambo jingine kwamba wangapi katika vijana au watu wazima walikimbia madrasa kwa sababu ya fimbo. Kwa sababu moja katika sifa za chuo, sisi huko tukisema mslimu, anakwenda mslimu, ndio lugha ya watu wa Arusha, anakwenda mslimu. Chuo, madrasa za watoto hizi, katika sifa yake kubwa ni uchapaji. Walimu anachapa kisawasawa, kiasi kwamba wengi ambao unakuta mimi bwana nilishia alam nashraha, kwa nini kuendelea? Mwalimu alikuwa akichapa sana. Jamani, haya si ya kweli? Mimi nakumbuka sisi tumefungwa mpaka minyororo. Na kwa kuna sanduku, kwa wale tulikuwa tukisoma nao wanafahamu kwa kuna sanduku na mnyororo pale Ngarenaro kwa Sharifu, Mungu amrahamu. Na bwana yule amecheka kwa sababu alikwepo. Alafu unapokuwa ni mtoro, unatumiwa kundi la kwenda kukuleta huko kwenye Mazambarau huko, umepanda, unaletwa na fimbo bwana. Namna za kupiga zilikuwa nyingi. Miongoni mwa namna hizo sijui zimetoka wapi bwana, ma anzalallahu biha min sultani, kwamba unawekwa katikati, wanakuzunguka wenzako, wanasoma washamsi wa dhuhaha, wanakufinya na umevuliwa nguo bwana. Haya, hii asbabi nuzuli yake iko wapi? Riwaya zake ziko wapi hizi za washamsi wa dhuhaha, ufinywe wewe na watoto wakuzunguke wenzako, na wanaona raha kweli bwana kukufinya wenzako wale unaocheza nao bwana, ndio wanaokusanywa wakufinye. Tumechapwa uchi madrasa, unashikwa mikono na miguu, unavuliwa nguo, unachapwa bwana. Sasa hii ni sunna ya mtume, kwa nini tusiseme jamaa ndio adabu zinatiwa namna hiyo? Kwa hivyo suala la kuchapwa lazima lijadiliwe bwana. Si kwamba ni suala hapana, huyu bwana anatuletea malezi ya sasa ya kimagharibi bwana, hapana, ya Kiislamu jamaa, yale ya Kiislamu, kwamba mtume alichapa lini watoto, alipiga lini watoto, malezi ya kupiga ni yapi katika Uislamu. Kwa hivyo hiyo ni nukta ya kwanza, kwamba adharbu laysa wajiban. Hakuna anayesema ni lazima mtoto apigwe. Mtoto kukosea ni lazima, lakini kupigwa sio lazima. Na tukisema hivyo bwana, hatusemi kwamba mtoto asiadhibiwe bwana, hatujasema hayo. Na wala hatujasema asipigwe, yaendelea bado, tunaendelea kuzungumza, sio? Lakini hili tuliweke sana jamaa. Ukijenga uhusiano wa kulea kwa kupiga tu, hauna afya kwa mustakbali wa mtoto.
Leo tutakomea hapa, tunaendelea na hili inshallah. Katika darasa yetu ijayo tutaendelea hapa tulipokomea. Nas'alullah al-auna wat-tawfiq lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu at-tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.